الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، أولا نحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. قبل ya kuelezea au kabla ya kuingia kuzungumzia kile ambacho nimekusudia kuzungumza na nyinyi katika wakati huu mara baada ya salati al-maghrib, kama nilivyotakiwa kufanya hivyo, nitapenda kuwakumbusha juu ya baadhi ya vipengele vilivyozungumzwa katika khutba ya leo. Kipengele kimoja muhimu sana, vyote vilikuwa ni muhimu, lakini hiki ambacho nitakizungumza kinafikiana na hii maudhui ambayo nataka kuisema leo. khatibu wetu الأخ فهد عبد الله أبو عبد الله حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا katika aliyosema ni kwamba Waislamu wengi hawaujui Uislamu, na pia wengi katika wanaojua wako tofauti na vile wanavyovijua, kwa maana ya kwamba sisi Waislamu wa zama za leo wengi wetu hatuakisi sura halisi ya Uislamu, hatuakisi ile sura halisi ya mafunzo yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumechagua baadhi ya mambo ambayo tuyaona kwamba haya ni mepesi kwetu, marahisi, tukashikamana naye, na mengi tukayaacha. Na huu ni mtihani mkubwa sana, si mtihani mdogo.
Na ukitupatiliza ukiishi na sisi, yani ukiishi na Waislamu na watu katika mujtama, labda ndugu zako katika familia, mkikaa katika vikao vya familia, au marafiki zako pale mtaani mkikaa kwenye vijiwe, au wanafunzi wenzako huko maskuli, au walimu wenzako, au wafanyakazi wenzako katika idara na sekta mbalimbali binafsi na zile za umma, mkikaa katika mazungumzo yenu na mnapokuwa mnataamali miamala mbalimbali, utaligundua hili kwa urahisi tu kwamba tuna madhaifu hayo. Na sisi tunajua kwamba hili ni tatizo, na tatizo hili haliwezi kuondoka kama hakuna mkakati wa kuliondosha. Na njia ya kuondosha matatizo haya, njia kuu kabisa, ni kuieneza alilmu النافع, elimu yenye manfaa katika jamii, elimu sahihi ya Uislamu, kwa sababu ujinga umetamallaki katika jamii yetu. Utakuta wengi wanayafanya mambo wanayofanya kwa sababu ya ujinga. Kwa ujinga umechukua nafasi kubwa sana. Lakini pia hawa za nafsi, mapenzi ya nafsi. Mtu anaweza akajua jambo kwamba hili ni jambo la kimakosa, lakini kwa sababu utashi wake na mapenzi yake yako tofauti na kile kilichofunzwa. Kwa hiyo unaona kwamba anaweza kutafuta namna. Kuna mwingine anauficha ule udhaifu wake, kuona kwamba mimi hapa nimeshindwa kwa sababu ya udhaifu wangu, inshallah nitafanya. Lakini mwingine, na ndio wengi sasa, yeye anajaribu kufanya kila namna ili kuonyesha ya kwamba anachokifanya si makosa, ni sahihi. Na maal asaf, kwa masikitiko, yani anaweza kwenda mbio kuhakikisha kwamba asiwe peke yake katika fikra hiyo, awe na watu wengi watakaomuunga mkono kwenye ule upotevu alionao wa kukinzana na sheria kwa makusudi tu. Sasa jamii iko namna hiyo. Kuna mambo yako wazi wazi yameharamishwa na sheria ya dini yetu, lakini utakuta tunavyoishi nayo kana kwamba ni halali. Sasa elimu sahihi inapoenezwa na ikaenezwa da'wa sahihi, da'wa husaidia na ilmu inasaidia kuyaondosha au kuyakhafifisha madhaifu haya. Lakini tusione kwamba jambo hili ni jambo jepesi, kwamba utazungumza tu leo, umefanya semina moja, umemaliza, basi watu wote wameelewa, watu wote watafuata. Jambo haliko namna hiyo. Na ndio maana ukimwangalia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika risala zake, moja katika risala yake ni thalathatul usul au al-usul thalatha, ametaja mambo makuu manne. Ailam rahimakallah, akataja katika ile mambo manne ni mtu, jambo la kwanza ni al-ilmu, kisha al-amalu bih, kisha ad-da'watu ilayhi, kisha as-sabru 'ala al-adha fihi. Ni mambo mwajua wanafunzi mnaosoma katika maahidi na marakiz za ahli sunnah wal jamaa. Hizi maratibu nne hizi alizozipanga ndiyo hatua tunatakiwa tuzifuate sisi katika kuiendea jamii hii. Kwanza ni ilmu. Lazima sisi wenyewe tubebe ilmu,
tuujue ule Uislamu sahihi, alafu tuielimishe jamii yetu Uislamu sahihi. Wakati twajua na wakati twaelimisha, wakati huo huo tuwe tuko katika amali, tuyafanyie kazi yale tuliyojifunza katika nyanja zote za dini. Lakini tusikae nayo sasa tukabaki waalimu na wanafunzi wao, lazima tuyalinganie. Sasa alipotaja jambo la ulinganizi, alipotaja yote haya, mwisho akamalizia jambo la as-sabru ala al-adha fihi, kuwa na uvumilivu, kuwa na subra kwa sababu ya udhia ambao unapatikana ndani yake. Kwa hiyo sio jambo sahihi kwenye ilmu, kuisoma ilmu si jambo sahihi, kwenye kufanya nashri ya ilmu si jambo sahihi, kwamba si jambo jepesi, yataka sabra. Kwenye kufanyia kazi katika mambo ya dini, kuna mwingine yako tofauti na ada yako na desturi yako na mila zako, yako tofauti na mazingira yako, lakini tofauti na vile ulivyozoea, lakini waambiwa ufuate, yataka subra. Kulingania, utakutana na watu ni vigego, watu wakaidi, watu wapinzani, watu wanaojua kukebehi. Kuna watu ni mabingwa wanaojua kukebehi, akakufanyia istihzahi na kebehi mpaka ukaona haya, kama ulikuwa pita njia hii utabadilisha njia, kwa namna anavyoweza kutengeneza istihzai mpaka watu wakakudharau wewe. Sasa watakiwa uwe na sabr. Tukienda katika mwenendo huo na sisi tukawa tuko wa kweli katika hilo, bila shaka mabadiliko yatapatikana, na mabadiliko makubwa zaidi ambayo sisi tunayapigania yaanzie mabadiliko ya kwenye roho na nafsi na nyoyo, katika roho zetu na nafsi zetu na nyoyo zetu, kisha matendo yetu na kauli zetu, dhahiri zetu, sisi wenyewe na watu wetu, yani familia zetu na mitaa yetu, tubadilike. Lakini jambo hili linahitaji msaada mkubwa sana wa kusaidiana, kushikana mkono, kwa sababu wimbi linaloakisi kule tunakoelekea ni wimbi kubwa zito. Lakini kwa sababu hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo pale ukaona wapata nafuu, wapata afueni, wapata mahali kwa kupumua, kwa sababu watarujuna min Allahi ma la yarjun. Nyinyi mnatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho wenzenu wale hawakutarajia. Wafikiria kwamba hapa kuna kifo mbele, lakini kuna aljanna, mimi natafuta pepo, kwa sijali maneno yao. Hicho ndicho ambacho kinatupa faraja sasa. Kwa hiyo jambo ambalo linahitaji msaada mkubwa, lakini mabadiliko ya kweli na azma ya mabadiliko ya kweli yakipatikana na watu wakaingia katika hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatutengenezea mambo yetu mengi sana. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha yale yaliyomo kwa watu, yanayowasibu watu katika matatizo, mpaka wao wabadilishe yaliyomo katika nyoyo zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akikusudia kwa watu wote, kwa jamii yoyote ile kuleta adhabu, hakuna wa kuirejesha adhabu hiyo. Akitaka awaadhibu watu hawa, basi wajue watu hao hiyo adhabu ikija, wa na'udhu billahi min adhabihi wa alim iqabi, tuomba Allah atukinge na adhabu zake, wala yuakhidhana bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha minna, asituadhibu kwa yale tunayofanya wala kwa yale yanayofanywa na masufaha katika sisi, atusamehe sisi makosa yetu na atukinge na adhabu zake. Lakini akitaka kuadhibu kaumu yoyote, basi hakuna alina mamlaka na uwezo na nguvu ya kurudisha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na wao hawatakuwa na mtetezi yoyote kinyume na Allah. Lakini lazima tubadilike kikweli. Hili ndilo ambalo nimependa nilitangulize kabla sijaingia katika maudhui ambayo nimedhamiria kuizungumza kwa wakati huu. Katika sheria ya Kiislamu, kwa wale wanaoidurusu na kuisoma sheria ya Kiislamu, na sheria ya Kiislamu ukitaka kuijua vizuri kabisa, isome Qur'an, soma sunna, msome Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'ani iko imeteremshwa, iko katika mikono yetu, tuisoma usiku na mchana. Alhamdulillah, imepatikana mwamko mkubwa wa watu kuisoma Qur'ani na kuijua, bali watu wana himma alia katika kuhifadhi Qur'ani. Zamani unaweza kufika mkoa au mahali ukafika kwenye mkoa ule hakuna hafidh wa Qur'ani hata mmoja. Leo mahufadhi ni wengi sana, watu wana himma katika hifadhi ya Qur'ani. Kwa hiyo tuhifadhi Qur'ani, tuisoma, tusomeshana, ila katika ufahamu ndio kidogo bado watu wengi hawaijui Qur'ani wala hawaizingatii, na hili ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo ukitaka kuijua sheria, isome Qur'ani na msome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanawachuoni wa enzi hizo, kuruni zimepita, wanawachuoni wa Kiislamu walifanya kazi kubwa sana, kazi ambayo haijawahi kufanywa na umma wowote katika umma zilizotangulia, kazi ambayo haijawahi kufanywa na umma wowote miongoni mwa umma zilizotangulia, si umma wa Nabii Nuh wala Ibrahim wala Lut wala Salih wala Hud wala Shuaib wala fulani wala nani wala yoyote, wala kaumu ya Musa wala ya Isa, na wala kazi hiyo haitafanywa na yoyote katika utakaokuja baadaye, lakini imefanywa na watu katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nayo ni kazi ya kuyahifadhi na kuyalinda maneno na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia Mayahudi walipewa Taurati, Allah subhanahu wa ta'ala aliiteremsha Taurati, kitabu asikishaandikwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake jambo alilofanya kubwa kabisa, wakataba Taurata biyadi, Taurati aliandika kwa mkono wake subhanahu wa ta'ala. Akampa Musa alipokwenda katika miqat, akampa Musa Taurati hii hapa, kawasomee jamaa zako. Wana wa Israeli waliteremshiwa Taurati, lakini ilikwenda ikafika wakati katika kipindi kwenye zama hakuna hata mtu mmoja anayejua Taurati, na Taurati imepotea, haijulikani iko wapi. Kiuliza huyu hajui, yule hajui, yule, watu wote hawajui. Wanasu hadham mimma dhukiru bih, wakasahau kabisa. Sasa tutaabudu vipi, itakuwaje? Wamesahau Taurati, mpaka alipotokea Uzair akawasomea Taurati, ikaandikwa tena Taurati. Pamoja na hivyo wakaja wakabadilisha, wakapotosha, wakaondosha, wakabadilisha maneno, ikawa kazi yao yuharifuna alkalima an mawadhihi, maneno wanayaondosha, wanayabadilisha, wanayapotosha kutoka kwenye sehemu zake. Walifanya hivyo. Nisiende sana katika jambo hilo, itanitoa katika maudhui nitaka kuisema, lakini walishindwa kuhifadhi kitabu cha Allah. Sikwambii yale maneno na mafunzo ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Sisi alhamdulillah kitabu kimeteremshwa sio kwa juta moja, bali imeteremshwa Al-Qur'an munajjama, kidogo kidogo. Ndani ya miaka 23 ayati zinateremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasomewa na yeye anawasomea watu wake na wanazihifadhi aya, ikawa kuna hafadha wanahifadhi Qur'an ikahifadhiwa katika sudur, wengine wanaandika huku wanaandika kule, lakini wengi katika hao walikuwa kazi yao wao kuhifadhi, kwa sababu umma wa Muhammad umejaliwa kwamba qulubuhum anajiluhum, nyoyo zao ndio vitabu vyao. Sasa maimamu wakafanya kazi ya kuhifadhi sunan za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakazihifadhi vizuri, wakaziweka katika maandiko kwa sanadi zake, kwamba mimi hadithi hii jamani nimesimuliwa na babangu. Tutamtazama yeye nani, babake nani, naye kasimuliwa na babake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kazi hii ilifanyika hasa kwenye kipindi cha baada ya kuondoka at-tabi'in. Wanafunzi wa maswahaba walipoanza kuondoka, wale wanafunzi wa maswahaba walianza kuifanya hii kazi hii, wakiwemo kina Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Malik ameandika kitabu chaitwa Al-Muwatta, ni katika vitabu vikongwe vya kale vilivyohifadhi mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya pia ninayosema hayahusiani sana na hii maudhui nitakayoizungumza. Nataka kuleta tashjii katika nyoyo za watu na kuwapa umakinifu juu ya kwamba sisi hatuna wasiwasi juu ya marejeo ya dini yetu, reference za dini yetu, hatuna shaka sisi ziko. Tukitaka kujua katika hili Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesemaje vile, mtalijua. Je, katika jambo hili nalo alielekeza vipi? Ukitaka utajua. Na zikawekwa elimu na kanuni mbalimbali za kuhifadhi sheria. Sasa hebu tazama watu tuliokuwa na neema kama hii ya kuwa na mafunzo madhubuti kabisa, mafunzo yaliyo wazi kutoka kwa Mola wetu kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vipi sisi tuishi kwenye ujinga wa kiasi hiki? Ni kitu gani ambacho kinatupelekea sisi tuwe kama Mayahudi na Manasara, tukawa tuishi kwenye hali ya ujinga kabisa, tuko mbali kabisa na kabisa, pengine ni kama Myahudi au Mnasara katika miamala yake. Sasa ukiisoma hii dini utaona kwamba kuna mambo wanaochuoni wameaga kwamba haya ni katika ilahiyat, umurun aqadiyya, ni mambo ya kiitikadi, masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, katika vitendo vyake, masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Aya zimekuja nyingi kuelezea jambo hilo na kwamba ndio da'watul rusul. Aya ukisoma masha Allah zimeweka wazi kila kitu. Hivyo mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika upande huo utaziona aya nyingi na hadithi nyingi zimekuja, na ndi katika darasa ambazo zinasomeshwa baadhi ya masaili haya yanasomeshwa. Lakini pia kuna mambo yanafungamana sasa, kujenga mafungamano thabiti baina ya mja na Mola wake, nayo ni mambo ya kiibada. Ushamtambua wewe Mola wako, sheria ya Kiislamu kupitia alkitabu wa sunna imeyabainisha, kwa maana sheria imebainisha mambo ya utekelezaji wa ibada yote, na zimekuja aya nyingi katika Qur'ani zikieleza jambo hili. Ahadithi nyingi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaelezea mambo haya. Lakini pia katika sheria ya Kiislamu kuna baadhi ya mambo ya miamala nitayazungumza kiujumla, ambayo sasa haya ni mafungamano baina ya mtu na watu wengine, baina ya mtu na watu wengine. Kuna mambo ya kifamilia kama vile ndoa,
masala ya ndoa yametajwa na milango yake. Kuna masala ya matumizi katika familia, nani ana jukumu la kumsimamia nani. Uislamu umeweka maelekezo hayo kwamba sasa hapa huyu fulani, kwa sababu katika familia zetu, katika jamii zetu sisi watu wanagawanyika. Kuna watoto wadogo, wengine wamezaliwa leo, wengine wana mwezi, wengine wana miezi mitatu, wengine wana mwaka, wengine wana miaka miwili, miaka mitano, 10, 12. Hawa wote ni watoto wadogo. Nani atakayewasimamia? Posho yao itatoka kwa nani? Nani anakuwa na jukumu la kumsimamia huyu? Kuna watu wazima, kibaru sini, wazee. Hawa ni nani atakayewasimamia? Kuna wanawake walio katika ndoa, nani atawasimamia? Ambao hawamo katika ndoa, wao watasimamiwa na nani? Sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu wa nafakat, matumizi. Haikuacha jambo hili kiholela. Taibu, huyu mtoto atasimamiwa na baba yake. Baba anatakiwa asimamie malezi ya watoto wake na posho zao za kila siku, na ni wajibu juu yake. Taibu, baba kafa, nani atayefuatia? Sheria imeweka utaratibu, anakuja huyu kisha huyu, kama huyu hayuko yuko huyu, kama huyu hayuko yuko huyu. Kila mmoja atakiwa asimamie jukumu lake. Sasa mambo kama haya pia Uislamu umeyawekea utaratibu. Huyapati mambo haya katika sheria nyingine na mifumo mingine. Na kama iko hiyo mifumo mingine imeweka utaratibu huu, basi imeiga kutoka kwenye Uislamu, kutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo katika mambo ya mirathi, sababu za kurithiana, masharti ya kurithiana, kitu cha kurithiwa, nani atamrithi nani, nani hastahiki kurithi, kipi kiwango chake cha kurithi. Kila kitu kimewekwa, tumewekewa na sheria yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amelitawalia jambo hili yeye mwenyewe kupitia kitabu chake. Tumewekewa sheria sisi. Ukitoka hapo, kuna mambo mengine yanayofungamana, ni mafungamano baina ya watu na watu, mambo ya mikataba. Kuna mambo ya kibiashara, kuuza, kununua, kukopa na taratibu za kulipa. Mikopo iliyokuwa imewekewa na rehani au bila rehani, tabia ya kukopa na kutokulipa, tabia ya kuchelewesha kulipa madeni kwa makusudi, yote imeelezwa katika sheria ya Kiislamu. Na sheria namna inavyotazama mikopo inayofaa na isiyofaa, yote imewekwa wazi katika sheria ya Kiislamu. Namna ya manunuzi, kukopeshana, kukodisha, kwamba hii ni ijara, kuwazima al-ariya, kwamba hiki imekuwazima wewe. Ni mambo mengi, huwezi kuyataja yote katika wakati huu, lakini sheria yetu imetuwekea utaratibu. Sasa katika kipengele hiki cha miamala hii ya kibiashara na miamala ya kazi, ndiko kwa kiasi kikubwa zinapatikana riziki. Sasa mimi katika upande huu nitazungumza hadithi hizi mbili tu biidhnillah alkarim, ambazo zitakuwa ndio msingi wa mazungumzo haya. Hadithi ya kwanza ni ile aliyotaja al-Imam al-Bazzar rahimahullahu ta'ala, na al-Hakim. al-Bazzar katika musnad wake, na al-Hakim katika al-Mustadrak kutoka kwa Rifaa ibn Rafi radiyallahu ta'ala anhu, kwamba suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyul kasbi atyab. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuulizwa siku moja, ya Rasulullah, kipato kipi ni kizuri? Chumo gani lililokuwa bora kabisa na zuri, ambalo hilo linaonekana kwamba ndio bora
Rifaa bin Rafi anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa swali hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, amalu rajuli biyadihi. Sikiliza, amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Chumo lililokuwa bora kabisa, zuri kabisa, uhalali wake uko juu kabisa, ni kazi anayofanya mtu kwa mkono wake. Na kila biashara, alipotaja biashara akasema na biashara yoyote iliyotakasika na madhambi. Wa kullu bay'in mabrur, na kila biashara iliyotakasika na dhambi, kwa sababu biashara zimejaa madhambi mengi mno. Nasallallahu alafia wassalam. Sasa baada ya kuitaja hadithi hii, nitaitaja hadithi ya Abi Barza Nadla ibn Ubayd al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi katika sunani yake na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii mwaijua wengi katika nyinyi, nayo ni hadithi inayosema la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'atin. Nyayo mbili za mwanadamu hazitaondoka siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu hataruhusiwa kuondoka mbele ya Allah kwenye kisimamo, kwa sababu sote tutasimamishwa mbele ya Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, hao hawadhani, hawajui kwamba wao watasimamishwa siku ya kiyama. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawajui, hawadhani kwamba wao watafufuliwa. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah Bwana wa viumbe. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adhim, kwa ajili ya siku kubwa kabisa. Siku gani? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Sasa watu watakapokuwa, kila mmoja katika sisi atakapokuwa amesimama mbele ya Mola wake, hata ruhusiwa bwana, sasa wewe ondoka, nenda. Hata ondoka, nyayo hazitainuka pale mpaka mtu aulizwe kuhusu mambo manne. Mimi nitataja kwenye mahali pa ushahidi. Wa amalihi, mtu ataulizwa kuhusu mali yake. Hapa pana maswali mawili kuhusu mali ulionayo. Si wewe katika mfuko wako sasa hivi una 500 hapo, una shilingi 500 ya Kitanzania, una shilingi 1000, una shilingi 10,000, una laki, una milioni, ziko mfukoni au umezitia kwenye kibubu huko, au umeziweka wapi unamjua, au ziko benki, au ziko ndani ya simu yako. Hizo pesa hizo ulizonazo, hapa tunazungumzia pesa kwanza, lakini kuna vitu vingi Allah alivyokupa wewe ambavyo ni mali. Kwa maana hiyo kanzu uliyovaa, viatu ulivyovaa, saa uliyovaa, miwani uliyovaa, kofia uliyovaa, kilemba ulichovaa, kiwanja unachomiliki, shamba unalolimiliki, nyumba ulionayo, kila ulichokuwa nacho, vipando na kila kitu, si mali hizo? Sasa nyayo zako hazitaondoka mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ukaruhusiwa kwamba sasa bwana fulani ondoka, tumemalizana na wewe. Hutaondoka mpaka uulizwe kuhusu mali zako maswali mawili: min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allahu almusta'an. Uliipata wapi mali hii? Uliichuma kupitia njia gani? Moja hiyo, mimi nilirithi kutoka kwa baba yangu. Tayeb, uliitumia vipi mali hii? Uliiweka wapi? Pana kazi kubwa hapo wewe, usimkoona kama masala madogo. Leo wewe ulitoa barua hapo wetu kotini huko kwenye mahakama, una kesi ya kujibu
ya kutakatisha pesa, au tupe hesabu zako za biashara yako tangu ulipoanza biashara mwaka 2010 mpaka leo, tupe hesabu. Mbona hatuoni namna ulivyopata mtaji, ulichukua mkopo benki, ulifanya vipi? Hatuoni hapa hesabu zako vizuri. Vipi hapa? Tunaona tu wajenga wafanya hivi, waitwa mahakamani na watu wamekaa pale wanakusikiliza hivi, tababaika hivi, tetemeka kabisa. Sitakuwaje upige simu huku, utakopiga simu kule kwa jamaa zako usaidiwe, tutafuta wakili, nika advocate pale, kuja mmoja mtaalamu kidogo atanisaidia, maudita wale tupige hesabu za uongo utafoji. Sasa hilo linawezekana duniani na ukafaulu pale, lakini utatetemeka na utatingishwa. كيف عند رب العالمين؟ mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza kufoji risiti? Kuna wakili wa kukusaidia? Kuna mtetezi anayeweza kukusaidia? waweza kurekebisha makosa uliyofanya? ahsahu Allah wa nasuhu, ahsahu Allah wa nasuhu. Allah subhanahu wa ta'ala amedhibiti kila kitu, mambo yetu yote yako katika mafaili na kila mmoja ana faili lake. Na unapoulizwa si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui, yajua kila kitu, anakutazama Rabbul Alamin. Madha yujib, atajibu nini huyo? fawailun lahu thumma wailun lahu. Sasa sisi hatuna woga, hatuyafikiria haya. Hakuna yoyote katika sisi ila huuza au kununua au akafanya muamala wowote ule. Lakini tunapouza au tunaponunua, tunapokopesha au tunapolipa, tunapokodisha, tunapokodishiwa, tunapoazima, tunaakisi ule Uislamu unaotakiwa, mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapohangaika katika kutafuta riziki zetu, tunapopewa amana na majukumu ya kusimamia mambo ya watu ambayo ni sababu ya sisi kupata riziki zetu, tunasimamia kwa uaminifu na ukweli ili riziki zetu ziwe ni za halali. Biashara tunazozifanya na mitaji tulionayo ni mitaji ya halali. Sasa hebu zichunguze hizi hadithi mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Rifaa ibn Rafi' alipoulizwa ayul kasbi atyabu, akasema amalu ar-rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Tusoma kidogo maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ana maneno mazuri alipokuwa akielezea hadithi hii. Katika hadithi hii ya Rifaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akaelezea sehemu mbili za mapato ya mwanadamu: amalu rajuli biyadi, kadhalika at-tijara, bay'u, biashara iliyotakasika na madhambi, biashara ambayo haina madhambi ndani yake. Kwanza wanawachuoni wakakhtalifiana juu ya haya majibu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni amali ipi iliyo bora zaidi katika hizi? Mtu kufanya kazi ya mikono yake mwenyewe au kufanya biashara? Na kazi ya mikono ni kama vile aziraa, kilimo. Sikumbuki sasa hivi bidhabt, lakini nakumbuka maelezo ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea, yeye akasema ziraa ndio bora zaidi kuliko amali nyingine, kilimo. Akawapa nguvu kwa kulima. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu mkulima anakula jasho lake mwenyewe, lakini pia katika hilo ana tawakkuli ya hali ya juu. Wewe uchukue mbegu
utifue kwenye ardhi, uizike, wafukia, warudi nyumbani wendalala, wamsubiri Rabbul Alamin aoteshe mmea ule. Tawakkuli ya hali ya juu, bali ana sabri ya hali ya juu. Wapanda muembe leo na umri wako ni miaka 60, usubiri uje kula maembe. Mnazi upanda leo uje kula madafu, ni sabri ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo wanawachuoni huwa mara nyingi wanatazama, hawatazami soko likoje, wanatazama ile aina ya kazi, namna inavyomjenga mtu kiimani. Sisi wenyewe wala hatupo kabisa huko. Watu wengi wanalima hao kwenye tawakkuli, wala hao katika masala wafanya tu. Mvua imenyesha, kuna mbolea, ardhi imepiga kadha, ardhi ina rutuba, kwa hiyo tutapata mavuno mazuri basi. Lakini ukiangalia ndani yake kuna aya min ayati Allah. Sasa pana maelezo hapo, ikhtilafu na kadha, ipi kazi bora na nini. Lakini wengine wanasema kwa sababu hata tijara aliifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ikiwa ni bai'u mabruri inakuwa ni afdal. Alhasil zote hizo ni katika kazi za halali, sawa, asili yake, kwa sababu ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba, wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. biashara Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha, ni halali. Riba ni haram, ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika maelezo ambayo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, mimi nilikuwa nataka kuonyesha tu zile kazi ambazo amezitaja. Akataja kazi za mkono ambazo ni katika kasbu al-aqsab al-mabrura, akasema kan-najjara au an-nijara. An-najjar ni yule fundi seremala, kapenta. Kweli nijara, amali ya nijara ni katika amali ya mkono wako. Walichukua gogo, walichonga mpaka la wakiti kama hiki tulichokalia. Hii ni kazi ya an-najjar. Wachonga gogo au mtu wachonga mpaka ya meza kama hii, meza imekaa vizuri kabisa. Walichonga gogo mpaka linakuwa kitanda cha kulalia. Wachonga mpaka wa mlango, mpaka la madirisha. Wengine wachonga mpaka sasa hii dawa hii ngarawa. Sasa watu wanakwenda kuvua baharini, watu wanasafiria. Ni amal ar-rajuli biyadi. kadhalika al-haddad, mfua vyuma. Wale wanaofua vyuma, au sasa hivi kama hawa mafundi wa kuchomea vyuma hawa, kazi kama hizo. Akataja vile vile az-ziraa, kilimo, kisha kitaja walkitaba, na kazi za uandishi. Mtu akawa anaandika, kasbi yake yeye pite kwenye maandiko yake. Hizi zote ni kazi za mikono. Wengine kazi yao kutengeneza vyombo vya moto kama magari, likiharibika atakwenda kutengenezea. Mwingine pikipiki. Wengine ni mafundi wa kaharaba, umeme, atakuwekea nyumbani kwako vizuri, atafanya wiring vizuri kabisa, atakuwekea na taa zitawaka. Mwingine ni sabak, fundi mabomba, atayatengeneza mifereji ya maji katika nyumba, mabomba yale mpaka maji yanakuja vizuri kwenye sinki pale, kumbe ametoka huko kwa kazi yake ilifanya. Na wengine kazi zao wao kutengeneza madaraja na barabara. Zote hizi ni kazi za mikono ya watu, ni amal, ni kasbu ambayo ni at-tayyib. Lakini suala la kujiuliza, katika hizo kazi ambazo ni nzuri kabisa, watekeleza kiuhalali kwa vile inavyotakiwa? Au ukipewa dhamana wewe ya kutengeneza kipande cha barabara za kilomita 5, ushaleta mahesabu, yashipigwa mahesabu na ukaguzi umefanyika na kila kitu, ikaonekana barabara hii inatakiwa zipite hapa milioni 50, milioni 100, barabara itakamilika kwa viwango vinavyohitajika. Je, wajenga hivyo?
kwamba sasa hapa tutahitajia magari aina hii, tutahitajia mafuta kiasi hiki, tutahitajia wafanyakazi kiasi hiki, tutahitajia vyuma, tutahitajia cement, tutahitajia kokoto, tutahitajia mchanga, tutahitajia kifusi, tutahitajia kadha, na kwa muda huu uliopangwa. Je, ukipewa jukumu hilo na ujira wako bwana, kazi hii kwa kila kilomita moja ni milioni 20, je, kwa kazi hiyo uliyopewa waifanya kihalali kama inavyotakiwa? Au uliandika tu kilomita moja ni mifuko 2000 ya cement, alafu wewe ukaingiza mifuko 1000? Ndivyo unavyofanya hivyo, umekula hasara. Ushakula hasara wewe, kwa sababu riziki yako ni ya haramu, waiba wewe. Ushaandika kwamba kwa siku tutatumia sisi lita 2000 za mafuta, kumbe si 2000, ni 1500. Waiba lita 500 nzima wewe, diesel unakwenda kuuza. Haram alik, riziki yako ni haramu hapa. Hii ni mifano tunayoitoa, ni mifano ninayoitoa, lakini mambo haya yapo katika uhalisia wetu. Hatuna uaminifu sisi katika mali za watu na mali za umma, twaiba sana. Na jamii yetu sisi ilivyokuwa ovu, yule ambaye haibi ndiyo mpumbavu wa mwisho, mjinga, bahau, yani majina yote mabaya yale atapewa yeye. Kwa sababu kwa nini ya kuiba? Alipata nafasi kama ile nzuri ya kufanya kazi, mradi wa pesa nyingi kabisa, lakini kwa mpumbavu ile katoka hana sumni pale alipo. Kweli kuna wengine watoka pale kalipwa vizuri, lakini kwa sababu ya uasharati wake hana sumni kweli. Kwa hiyo huyu katumia vibaya kwa sababu ya israfu alionayo katika matumizi, kweli hana kitu. Huyu ni kwa sababu ya israfu yake. Lakini kuna watu watakucheka wewe kwa sababu hukupata pesa za wizi, hukuiba, hukufanya khiana, hukula njama na wale watu waliokuzunguka pale, kwamba bwana sasa sisi tutafanya hivi. Au vile vile kuwadhulumu hata haki ya wale wadogo wale. Pengine ukaandika kwa siku hawa watakiwa walipo shilingi 50,000 kila mfanyakazi. 50,000 imeidhinishwa, wewe watu shilingi 20,000. Kama utaki bwana, mimi nitakufukuza bwana. Utaki watu wako wengi bwana. Kwa hiyo mtu anakubali afanye kazi kiunyonge, akatwa pesa zake alizotolea jasho ambazo zimeidhinishwa kwake. Jamaa anakula haramu, suhtu, kula mali ya haramu. Akitoka pale kashanunua kiwanja mahali fulani, kashajenga nyumba mahali fulani, kashanunua nyumba mtaa fulani, lakini pesa alizozipata ni zake, ana uhalali wa kuzichukua? hana uhalali wa kuzichukua kwa haramu. Hivyo hivyo katika wajenzi wa nyumba, hivyo hivyo mafundi seremala, hivyo hivyo mafundi kila aina. Kila utakapokwenda wewe ukimwachia fundi bwana, wiring hapa kiasi gani, atakupigia mahesabu bwana, wa fulani 1.5 hivi hii shilingi kadha, akupigia hesabu za juu. Akifika kule kwenye duka atakwambia bwana, andika hesabu hii bwana, usiandike hapa bwana. Mafundi wako namna hiyo bwana, usiandike bwana, wewe andika hapa mita shilingi 1000 bwana, usiandike 800 unauza wewe bwana, ili ampige yule aliyempa dhamana. Pini mwenyewe hana muda, amemwamini huyu fundi. Si mafundi wanafanya hivyo? Wewe jenga jengo lako, ukisinzia tu tayari utashakwa pua. Sementi zimeondoka, nondo zimeibiwa, mbao zimeibiwa. Ndiyo jamii tulionayo hivi sasa, jamii ya majambazi, jamii ya watu wezi wasiojali kula haramu. Ndiyo jamii tuliyokuwa nayo. Kila ukizunguka wewe utapigwa. Wewe ukifungua duka ukaweka vijana pale, kama ni duka kubwa hivi wauza kwa jumla, ukilala tu umeibiwa. Ukifunga jicho hivi, nasema jamani, mimi natoka kidogo nasafiri na kwenda kutarudi sasa hivi, uone dharba utakayopigwa wewe na wanaume hao. Pengine hao wakati wa swala kufika watoka na kwenda kuswali, lakini hawajali katika riziki za watu. Au huyo ulimpa nafasi kwamba sasa wewe bwana simamia mahesabu, pengine ndugu yako, jamaa yako, wamwamini kwamba huyu hataniangusha, utaangushwa hapo hapo.
hapo hapo atakuangusha. Na watu wengi bwana, ukiwaangalia historia zao, wamewaibia wajomba zao. Walipopewa dhamana ya kuuza maduka wakawaibia, wakameki huku wakaweka huku duka lafa. Aiba tu. Alafu yeye akimbia ndo zake, au vingine basi kukorofisha mimi bwana, basi mimi naondoka. Tayari kumbe anamtaji hapa na biashara kashaijua, anafanya biashara sehemu nyingine. Mara katajirika. Haya, pesa ulipata wapi? Utaulizwa siku ya kiyama. Min aina iktasabahu? Wapi alipoichuma mali hii? Min aina iktasabtahu? Ulichuma kutoka kwenye chumo gani? Nilimuibia mjomba. Kaa huko kushoto, kaa huko upande huko. Na Allah anajua kwamba ulimuibia mjomba wako shilingi ngapi, ulimuibia kaka yako shilingi ngapi, ulimuibia baba yako shilingi ngapi, rafiki yako. Ajua Allah subhanahu wa ta'ala. Na pato lako limekuwa asili yake ni haramu. Umemuibia tajiri wako aliyekuamini kabisa. Hivyo wewe fungua tukijimgahawa hapo, restaurant hapo, uza chakula, pilau, nini kapi, uone wanaume wanavyokuibia. Utaanza kuibiwa huku sokoni mpaka jikoni, mpaka kila mmoja anatazama namna gani atakuibia, kupiga dharba. Wale wataongeza maji kwenye mchuzi ule mwingi, juice itazimuliwa, basi balaa tu, balwa. Mtihani kusema ukweli. Sasa haya mambo hatuyaoni sisi. Au tuona mwizi ni yule anayekwenda kuvunja nyumba akaiba begi la nguo, kibaka akapita akaiba sufuria maharagwe. Ndio tuona mwizi, kumpiga, atapigwa mawe, atapigwa vyuma, atapigwa hivi, alafu tairi atatiwa moto. Kumbe wewe mwenyewe mwizi, wawaibia watu mali zao. Sasa hii ndiyo jamii ambayo tuko nayo. Sisi hatutakiwi kuwa hivyo. Sisi tunajinasibisha na da'wa hii, hatutakiwi kuwa hivyo. Ni lazima tubadilike. Ni jambo gumu, lakini lazima tubadilike. Miamala yetu baina yetu sisi imekuwa ni mibovu sana. Hatuna uaminifu, si katika mambo yetu binafsi wala katika mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangapi wametajirika kupitia masharii za Kiislamu? Labda kuna mradi wa ujenzi wa misikiti, angalia watu wanapiga dharba hapo kwenye ujenzi wa misikiti. Basi mpaka msikiti, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu hujitolea huko aliko. Bana, mimi nina shilingi 10,000 yangu hii, wewe waila. Mimi nina 100 yangu hii, wewe waila. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Hivyo hawaogopi jambo hili. Sasa hebu tujalie, umeiba katika pesa za msikiti, pesa za madrasa, kuna mradi huu umeuchakachua, tayari umepata pesa, umefanya shughuli zako, Allah amekutajirisha. Asili ya ule utajiri wako ni pesa ulizoiba kwa ajili ya msikiti. Hivi wapata raha gani wewe kukaa kwenye sofa lako kwamba hebu lete glass, lete maji baridi hapo, lete juice hapo? Wasikia raha gani kwenye nafsi yako wewe? Unapata amani ya vipi ukiona hili ipata hili kupiga dharba msikiti fulani? Alafu umetulia kabisa, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah kanijalia nikaniruzuku. Wewe mwizi, umeiba katika masharii za Kiislamu. Na haya ni mambo yanafanywa sana na hizbiyin. Hawa watu mahizbi hawa, na hii miradi ya ujenzi wa misikiti, madrasa, kuchimba visima, sio na nini, wezi kweli kweli. Ni waizi kweli kweli, na hawana haya. Watakuja kwako, bwana, unajua bwana, sasa hapa itabidi mseme hivi, hebu andika hivi bwana. Watakiwa ripoti uandike, ongeze masifuri ya uongo, kwa sababu wao wanaona wana haki ya kula katika mali ile. Una haki gani wewe? Hizi stories za kuwa misikiti watu wajenga, msikiti mmoja mtu anaweza kuweka mabango mawili, labda mjenzi mmoja yuko Kuwait, mwingine yuko Riyadh.
bwana mimi nataka nijenge wakfu wa mzazi wangu bwana, nataka ngapi msikiti? Sema milioni 150 bwana. Sawa bwana. Na huyu naye ngapi kwa 150? Nitakujengea msikiti mzuri kabisa. Ataujenga msikiti hatua zote zile. Hatua ya kwanza atapiga picha, atampelekea wa Riyadh na nyingine atampelekea wa Kuwait. Sawa juani? Kwamba foundation sasa tushafika kwenye linta sasa. Sasa hivi upigwe picha huku ipelekwa huku na hii ipelekwa huku. Msikiti umekamilika, ataweka bango pale kwamba sasa mimi nataka jina la babangu, ataandika tambara pale ujibango fulani bin fulani kwa msikiti wake pwap au kupwap. Hizo umeona mama, na video juu. Watoto wa madrasa simameni pale, wapigwe video pale, watu atumiwa mfadhili. Basi na kuna tumtaji mwalimu pia akae na imamu hapo, lete hela, wapokea pesa, alafu na huyu mwingine wa Kuwait atapelekewa hivyo hivyo. Kwa hiyo yaona kwamba mimi nimejenga msikiti kule Afrika, alhamdulillah, msikiti wa mzee wangu, kumbe jamaa tayari kashapiga 150, wengine wapiga 200, kuna watu wapiga mpaka 200. Hamjasikia kwa msikiti huu tuliokaa ndani 200. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Basi mpaka katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hofu. Kuiba kwa aina yoyote na dhulma aina yoyote, kuiba kwa aina yoyote na dhulma aina yoyote haifai, lakini basi twaja mpaka huku. Sije tumejifunza kutoka kwa nani mambo haya? Ni mnaona maskhara, lakini hii ni hali halisi iko. Na ndio maisha tunayoishi nayo sisi katika mjitamaa wetu. Sasa wewe hujaipata tu ile channel ya kujenga misikiti. Leo wewe ukiweza kumdhulumu ndugu yako salafi, ndugu yako Muislamu dhaifu kabisa, ukamdhulumu haki yake, ukipata mradi wa milioni 200, utadhulumu wewe? Wapi? Utadhulumu kweli kweli. Huna hofu kwa sababu au waona kuna tofauti baina ya kudhulumu 500 na milioni 500? Waona tofauti? Hakuna tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yategemea umemdhulumu nani, kitu gani. Kuna mwingine hiyo 500 ndio roho yake, wewe umeibandua bwana. Kijibiashara chake hicho anachokifanya ndio muhimili wa maisha yake na watoto wake, wewe umeua wote. Kweli mtaji wake mwenyewe ni shilingi 1.5 milioni, ndio hiyo ndogo, lakini amuendeshia maisha yake. Wewe umemdhulumu. Si wewe pa mkataba, gari hii hapa endesha, peleka, nataka kitu hiki na hiki, uibi wewe. Leo mpaka watu wamefungua makamera, wamewekwa ma GPS katika magari. Wewe bwana, mbona umesimama hapo? Ondoka hapo. Kwa sababu wezi, madereva watawaibia matajiri wao, wezi kweli kweli. Kwa sababu atamdanganya yeye, ameambiwa ndio na mzigo peleke Mwanza, arudishe gari Dar es Salaam. Kumbe atakuja atapeleka mzigo, atakuja Moshi au Arusha, atabeba mzigo, atapeleka Kahama, atachukua mwingine, atapeleka sijui Kigoma, alafu ndo arudi aende zake Dar es Salaam. Nilipata pancha njiani bwana. Kashapiga trip 2, wewe yako mmoja. 3, 2 zake yeye, moja ni ya bosi. Simafanya hivyo. Mambo yanafanyika haya mpaka watu wamekuwa na hofu katika mali zao. Wewe kama gari ya patrol na kuangalia nani gari iko wapi, imekuaje. Watu wana hofu juu ya mali zao, kwa sababu kila mahali utakapomweka mtu, kila mahali, si katika mali za watu binafsi wala huko serikalini, kila mmoja ala kwa urefu wa kamba yake, ala tu. Jamaa, hatuogopi hizi hadithi? Hatuzioni sisi? Sasa nasema haya kwa maana kwamba sisi tuwe mfano. Ni kweli tuko kidogo katika jamii ya watu wengi, lakini tukionyesha mfano wa hili, Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka baina yetu na riziki yetu na vizazi vyetu. Hakuna kheri kwenye riziki ya haramu, hakuna kheri hiyo. Hakuna mafanikio kwenye riziki ya haramu. Huwezi kuambiwa kwamba umefanikiwa wewe umekula hasara wewe. Maana mimi hii mada hii unaweza kuizungumzia kwa mtindo huu kama katika raqaiq, lakini ni mada pia ya kifiki. Tukaeleza sheria, masharti ya biashara, hamtaelewa nyinyi.
bado mtaendelea kupiga mali za watu tu. Lakini kuna upande huu nao, upande huu mwingine si wa kimawaidha zaidi. Tujirekebishe. Zile darasa zinazotolewa katika mambo ya miamala na masharti yake na taratibu zake, hebu tuzichunge darasa zile. Uangalie, je, muamala huu unaofanya ndani yake una riba? Riba imeelezewa hapa, tumeweka darasa hizo. Je, kuna riba? Je, kuna kamari? Kuna ulaghai ndani yake? Alhamdulillah, riziki ya halali iko pana kabisa. Allah ameturuzuku sisi riziki za halali. Ukiwa mkweli katika riziki yako na vipato vyako, Allah anakufungulia milango, unaiona ya halali. Lakini ukiwa umefunga macho yako na masikio yako na akili yako katika upande wa halali, ukaona fursa iko katika haramu, basi kile ukivumbua namna, ukitazama namna hiyo, unaona mianya ya njia za haramu. Mimi nitaiba hapa, nitapiga hapa, nitapiga hapa nitapata ngapi? Basi wajikusanyia tu madhambi juu yake madhambi, madhambi juu yake madhambi. Lakini ukitaka halali utaipata, iko kabisa wazi kabisa. Mali halali iko wazi kabisa. Wewe kinai katika nafsi yako tu juu ya kile alichokugaia Allah subhanahu wa ta'ala. Ifunge nafsi yako isipaparike, isiwe na tamaa ya mali za watu, au kutaka kuwa kama fulani kila siku katika mali. Mbona fulani kwa mahali fulani? Ukishakuwa na roho ya namna hiyo, lazima uwe jambazi, lazima uwe mwizi, lazima uwe dhalim, kwa sababu utosheki wewe na hakuna kitakachokutosha. Si ulikuwa maskini, labda kwa siku 10,000 uweze kuipata wewe ya kula na familia yako, baada ya kucheza michezo yako hiyo michafu ukapata mabilioni ya pesa, ikawa wewe tajiri sasa, lakini hazitakutosha. Akikaa mwingine vibaya, utamuibia bilioni hivyo hivyo, bali hata yule mwenye 10 yake pia utamuibia, utatosheka. Wala yamla faha ibn adam illa turab. Mwanadamu kinywa chake hakitajazwa isipokuwa na mchanga tu. Sasa huu ni upande mmoja, nimezungumza kwa kirefu, lakini pamoja na hivyo sijagusa sehemu nyingi katika mifano ya maisha yetu, namna tulivyokuwa hatuna uaminifu. Nimezungumza kwa ujumla, kwa kufokea tu, kwa sababu lau tutataja kila sehemu hapa, basi ilibidi leo tuzungumze na kesho tuzungumze na kesho tuzungumze, tutaje tu hayo maeneo mpaka tukufikie wewe katika eneo lako, kwa sababu kila mmoja na eneo lake, sio? Sasa maneno ni marefu, lakini haya ni ya ujumla katika upande huu wa wapi tumechuma mali zetu. Lakini upande mwingine, twazitumiaje mali zetu? Hapo pana kazi kubwa sana. Tayari ushapata kipato chako cha halali, alhamdulillah, wajua kwamba shilingi hii imetoka wapi, mali hii imeitoa wapi, nimeuza hiki, nimepata faida hii, vizuri kabisa. Na nilipokuwa nauza nilikuwa mkweli kabisa, muaminifu kabisa, sijafanya ghishi mimi katika miamala yangu, sijamdhulumu mtu haki yake, wala sijamkeleshia mtu haki yake. Kila kitu nimekiweka mahala pake. Kwa hiyo Allah ameniruzuku hiki. Tayib, tunakuja sasa, baada ya kupata, umeweka wapi mali yako? Umetumia kwenye lipi? Sheria ya Kiislamu walillahi alhamdu imekupa uwanja mpana kabisa wa matumizi. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibat min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuambia makufari baada ya kuwa waharamisha hiki, sijui asaiba, sijui wasila, sijui hami, bahira, waharamisha mambo tu kwamba hiki ni muharramun ala azwajina, mali chakula hiki ni haramu kwa wake zetu, kile hakifai, wajiharamishia tu, na hiki na kile na kile wakawa wanaharamisha. Allah hajaviharamisha, amevihalalisha kwao. Akawa anaelezea, hebu niambieni, ni nani aliyeharamisha pambo la Allah alilolitoa kwa waja wake?
mavazi mazuri. Allah hajaharamisha wewe kwamba wewe usivae vizuri, vaa vizuri, nguo yako nzuri, basi na kibri wala khuyala wala israfu, ukavaa nguo yako nzuri ukawa wewe uko msafi kabisa, khairi ndio unapotakiwa. Ukakaa katika nyumba yako safi nzuri, khairi, hakuna ndani yake kibri wala hakuna israfu, ni khairi hiyo. Ukatembelea kipando kizuri cha kupendeza chenye kukuepeshia katika mambo yako na safari zako bila ya kibri wala israfu, hiyo ni khairi. Allah hajaharamisha hilo, ni halali kwa Waislamu kufanya hivyo. Ukae nyumba yako nzuri, ukaweka garden nzuri, ukapanda majani mazuri, maua, khairi, hujakatazwa. Si kwamba kwa sababu Muislamu basi ukae kwenye nyumba ya tope ulale chini, hairuhusi kuweka tiles. Haujaambiwa hivyo. Hujaambiwa hivyo kwamba ni haramu, kwamba wewe Muislamu basi usipige pasi, utie viraka kanzu yako. Hujaambiwa hivyo, sivyo hivyo. Kwa maana kwamba watakiwa uishi vizuri kwa kadiri ya vile alivyokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha hali yako. Mali isikupe kiburi, hilo ni jambo linashika. Kadhalika katika kula vyakula vizuri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia hivyo hapa ulimwenguni sisi, lakini hivyo vilivyohalalishwa vimewekwa maalum khalisa kwa ajili ya waumini huko peponi. Makafiri hawatapata. Kama hivi sasa wanakaa katika makasri makubwa makubwa, basi huko akhira wanakaa katika jahannam, wasaat masira, maawahum jahannam, makazi yao na mashukio yao itakuwa ni jahannam. Lakini waislamu watapata zaidi ya hayo makasri walionayo. Kwa hiyo dini imeturuhusu tufanye matumizi, lakini wala tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Msifanye ubadhirifu bwana, ikawa wewe ni mbadhirifu katika kuvaa, mbadhirifu katika chakula, mbadhirifu katika makazi, nyumba zako unazokaa ni ubadhirifu mtupu, mbadhirifu katika vipando. Hairuhusiwi katika Uislamu. Sasa wewe wajenga makasiri tu kule. Haya, umemjengea nini Allah subhanahu wa ta'ala? Umefanya lipi? Kule kijiji fulani kule ndio kijiji msikiti, waweza kukaa huko. Wajua kule kijijini kule nimejenga msikiti, nimepiga bati, waweza kukaa huko. Basi utengeneze, ujenge akhira yako, basi ifike angalau nusu ya kile ulichokuwa nacho, angalau kwamba umejenga msikiti wa maana. Si msikiti tu, msikiti kama vile ilivyoelezwa katika khutba, kama msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao utatoa watu, wewe ukawahudumia jambo hilo. Mali yako wewe unaitumia, kwa sababu hatukuambiwa sisi tutoe mali zote tuzimalize. Ukitoa hivyo na ukawa na subra ni khairi, maswahaba wamefanya. Lakini kama nafsi yako haivumilii hivyo, toa baadhi, zuia baadhi, lakini ili uipiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yanaposema maneno haya haina maana kwamba mashekhe wajipendelea, wataka wao wapewe, kwamba watu jamani toeni kwa njia ya Allah, kwamba mashekhe ndio wataka kupewa. Haya mambo ya kuamrishana kutoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa maslaha ya nafsi yako wewe. Kama hujui, in kunta ya hadha labiban fafahami, hapo ujitengenezea akhira yako wewe. Unatengeneza akhira. Leo mathalan mtu amejitolea peke yake, amejenga nyumba kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sasa mathalan yuko mbele ya Allah, amekufa tayari. Ni thawabu ngapi atazipata kwa sisi kuwepo hapa na Allah kuabudiwa katika nyumba hii? Lakini mtu kama huyo ana kasiri nyingine ya kukaa yeye na mke wake na watoto wake, ashakufa, yamuingizia nini akhira yake?
hiyo kasri iliyojenga huko kwa ajili yako, kwamba hapa nitakuwa napumzika wakati wa alasiri, na hapa nitakaa wakati wa asubuhi, usiku wakati wa joto nitakaa hapa, wakati wa baridi nitakaa kule. Ukatengeneza garden yako ya kuzurura zurura moja, ukitembea huku na kule, una vikuku vyako sio vijinjiwa vitu gani uko navyo katika nyumba yako, mara swimming pool waingia, waogelea, watoka. Taibu, ushakufa kwa kaburini. Itakusaidia nini wewe swimming pool yako? Itakusaidia nini majlisi yako mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala? Utakapoulizwa utasema mimi nilijenga kasri kubwa kabisa mahali fulani. Itakusaidia? Ukifa tu ile watu washapiga mahesabu pale, tutaingiza ngapi hapa bwana? Kama vipi bwana, nyumba iuzwe tugawane. Ni haki yao, haki yao watu wagawane. Lakini umejenga nyumba wewe, nyumba ambayo inaimarishwa kwa ajili ya kutukuzwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Tena uzuri, kuna watu ambao wanaweza kuhudumia vile inavyotakikana. Hawataki kwa kwao chochote, wajengee nyumba hiyo, wao waswali, wafanye ibada, wasomeshane ilmu. Mimi nashangaa kabisa, wallahi mimi nashangaa sana, na kuna watu nawaambia maneno haya, nashangaa sana kumuona mtu amepewa neema ya mali hakumbuki mambo kama haya. Ukimwambia sasa, mwambie na fulani pia basi tuchange basi, wewe siweza kufanya. Wewe kitu gani kinachokuzuia? Lakini ile hofu ya fakri, kuogopa ufakiri, kutokuitambua akhira, kwamba mimi naelekea akhira na natakiwa niwekeze kwenye akhira yangu. Sasa mughafala huo kiasi gani? Haya, leo harakati za dawa zinakwenda, lakini zinasuasua sana. Kuna mambo yanakwenda kwa ugumu, haendi sawa sawa. Gurudumu la dawa linakuwa gumu. Wanaoisimamia dawa na wanaokuipokea dawa wanaishi katika mazingira magumu kabisa. Wewe Allah amekujalia wepesi. Siku nyingine ukaamua ukatoa tu milioni 30 40, kwamba sasa hii Disemba bwana, simsemi mtu jamaa, nazungumza tu mfano, nenda zangu Singapore na familia tukaenjoy kidogo. Sasa baba, likizo mwaka huu tunakwenda wapi? Tutakwenda Singapore. Tusende Singapore, twende Malaysia. Sawa, mapanga safari wewe na familia na watoto na mabegi yenu airport, umeenda. Lakini wajua talabatul ilmi wala nini? Wanafunzi wanaotafuta ilmu katika marakizi za ahli sunna wal jamaa wajua wala nini? Na hizo pesa ni kiasi gani unazotumia? Sijasema msitumie pesa zenu, sijazungumza maneno, wala simkusudii mtu yote, wala sijui mtu yote alikwenda huko, simjui mimi. Nazungumza kama mfano, kwa sababu maisha haya yapo. Na juzi na jana pengine tu kijijini huko, sitaki kutaja vijiji vya watu, mshamba kweli kweli, eti ambiwa leo kajua Singapore na Kuala Lumpur. Ujinga tu basi. Ushapewa fursa, itumie kwa ajili ya akhira yako. Hatahangaika na watoto, ungenda akirudi milioni 50 imeisha, lakini kwake milioni 50 nini? Kitu kidogo kabisa katika biashara. Milioni 50 nini bwana? Na spend na familia yangu bwana mimi. Kumbe milioni 50 ni bajeti ya wanafunzi wanaotafuta elimu. Mwaka mzima wakala chakula chao, na yeye angepata thawabu mpaka mwisho, mpaka kiyama cha simama. Lakini kwa sababu ya upumbavu uliomjaa katika akili yake, kwa sababu ya udhaifu wa imani na uchache wa yakini aliyokuwa nao, ameshindwa kuitumikia akhira yake, akaitanguliza akhira. Wako watu wa namna hiyo. Ukimwambia jambo hili, sasa tumia milioni 50 sasa hapa bwana, tuna mchango au tunahitaji malipo ya umeme msikitini kwa sababu hatuna, tutaka luku. Basi mimi nitachangia 50,000 hapo, niingize hapo 50,000 mimi nitatoa. Milioni 50 kwenye 50,000 kitu gani bwana? Hiyo milioni 50 nasema tu pesa kidogo, kutoka na family ni pesa nyingi. Watu wakwenda kwenye mamoli huko kwenda kununua vitu vya ajabu ajabu, uletwe nyumbani kwako bwana, na pesa yako wewe mwenyewe. Ushawapeleka watu kwenye dunia, watanunua vitu vya maajabu, watavileta nyumbani.
au watawatumia marafiki zao na wapenzi wao. Pesa zimekwenda bure kabisa, hazikusaidia chochote katika Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha juu yake. Una swali na kujibu, kama sio maswali unayo maswali ya kujibu. Hujakatazwa kutembea wewe kwenda Singapore wala Guangzhou wala wapi wala New York wala wapi Johannesburg, nenda unapotaka, fasihu fil ardh. Lakini kitu gani unakitanguliza mbele ya Mola wako? Kuna majukumu gani yako mbele yako wewe? Makafiri na watu wa batil wanatoa mali zao liyasuddu an sabilillah. Watu watoa mali kwa ajili ya kuzuia njia ya Allah na dini ya Allah. Wewe mali yako unaichezea? Una akili? Una imani? Hujui kuna maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe una nini wewe? Sasa pale unapoondolewa baraka katika mali, ndio utaanza kulalamika. Utaanza kulalamika, mimi. Kuna wengine walipata mali walipokaziwa hivi. Maana baadhi ya tawala zikipita zinakaza hivi. Unaweza kulalamika, unajua wakati ule bwana, mimi nilikuwa na ngapi sijui huko. Ataanza kutaja mwenye pesa zote alizokuwa nazo. Kumbe hizo ulikuwa nazo. Sisi tunakuona kama sisi tu wewe. Tutakuwa mwenzetu sisi mfakiri, nawe pia huna, kwa sababu tukizungumza nawe walalamika huna. Kumbe una zote hizi. Lakini hapo wazungumza ishakwenda. Au kafilisika au mambo yaliyopita. Kwa hiyo nazungumza haya si kwa lengo la kutaka kumuumbua mtu au kutaka nazungumza haya tuonyeshe namna tulivyokuwa tumeghafilika katika jambo la vipato vya halali na vya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka uwanja wazi katika ulimwengu na ameweka mapato ya halali na ya haramu. Sasa wewe utachagua utaogelea kwenye uwanja upi, fani yako iko wapi. Lakini ufahamu kwamba popote utakapoogelea utakwenda kuulizwa. Hivyo hivyo katika matumizi, kuna viwanja vya halali na viwanja vya haramu. Lakini pia kuna viwanja vile yani viwanja vya halali vinagawanyika. Viko vyako wewe mwenyewe binafsi mubah na umewekewa utaratibu, lakini pia kuna sehemu za khairi ambazo wenzetu walikuwa wakipupia katika. Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'ami al-miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hii ndio shida iliyopata watu. Basi Allah anasema mwanadamu alivyo. Asili yakizungumzwa mwanadamu kwenye Qur'an, al-insan yakitajwa mara nyingi anakusudiwa kafiri. Lakini mara nyingine inaweza kuwa insani ni Adamu mwenyewe, insani ni wanadamu makafiri na wale wanaokwenda mwenendo wa makafiri au wanadamu wote. Sasa mwanadamu alivyo si kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala Mola wake atakapokuwa amemkirimu na akamneemesha, huwa utembea kwa matao akajisifu kwamba Mola wangu mimi amenikirimu, alhamdulillah, mimi Allah alhamdulillah. Huwa hujisifu na akajinaki mbele za watu. Wama idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa, ama anapompa mtihani ile riziki yake akaifanya finyu, akamteteresha tu kidogo. Sasa alikuwa apata milioni kwa siku, sasa apata 700,000 kwa siku, akatetereka tu kidogo, akapata chini ya kile kiwango, akashuka katika uchumi. Anasema Mola wangu mimi amenitweza, mambo yamebadilikia, sasa nina madeni nadaiwa, mimi nina hiki nina kile. Allah asema kalla, hapana, sio hivyo, hali haiko namna hiyo. Bal la tukrimuna al-yatim. Katika mambo ambayo yanawafanya msibiwe na hali hizo mpaka mkawa katika hali hiyo, kwa sababu nyinyi hamwakirimu mayatima, hamjali hali zao, wala hamuhimizani juu ya kumlisha maskini. Lakini nyinyi ni watu madhalim, kazi yenu mnakula mali za mirathi kwa pupa, akla lamma. Lakini jambo kubwa zaidi, mwajiona hivyo kwa sababu nyinyi mnaipenda mali. Watuhibbuna almala hubban jamma. Shida iko hapo, mnapenda mali mapenzi makubwa mno kuliko mnavyoipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nimewagombesha sana Mimi nataka nifike mwisho wa mazungumzo yangu. Kama mazungumzo yanakwenda mpaka saa 2:30 sio? Lakini nataka nifike mwisho wa mazungumzo yangu. Lakini nitahitimisha kwa kusema kwamba nimewagombesha sana Mimi nataka nifike mwisho wa mazungumzo yangu. Kama mazungumzo yanakwenda mpaka saa 2:30 sio? Lakini nataka nifike mwisho wa mazungumzo yangu. Lakini nitahitimisha kwa kusema kwamba tubadilikeni. Tutakapoamua kubadilika kiukweli kabisa, tukaweka azma kwenye nafsi yetu na nafsi zetu, Allah atatusaidia. Tubadilikeni kwa maana ya kwamba tutoke katika hali hii ya kwenda na miamala mibovu isiyochunga misingi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitoe katika hili. Kama ilikuwa sisi kazi zetu kukopeshana kwa riba, tuache jambo hili. Kama kazi zetu sisi ni kuwadhulumu watu mali zao na kufanya ghishi katika mali ili vipato vyetu viendelee, tunaona kwamba lazima tufanye ghishi katika mali. Tunapomuuzia mtu lazima tumdanganye. Tunapotaamali na mtu lazima tumfanyie ghishi, yani tufanye namna tupate kutoka kwake ambacho sisi tulichokubaliana na yeye kwa njia ambayo si halali, tuache. Lakini njia nyingine, kama wewe uliwahi kuchukua mali ya mtu kwa dhulma, mrudishie mwenyewe. Tabarra na mali ile, mpe mwenyewe haki yake. Na kama hiyo biashara unayoiendesha muhimili wake wote ni mali ulioiiba, muite mwenyewe, mkae naye meza moja, mzungumze, mwambie mali yako, mimi nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi, tuzungumze itakuwaje hapa. Kama kuna chako cha halali umechanganya na chake cha haramu, ukajua percent yake, basi kaeni mezani mzungumze, utabarra na mali hiyo. Kama yako katika mali hiyo, biashara hiyo ulionayo ni 60%, yake ni 40, muite. Kama yako ni 20, yake ni 80, muite, uzungumze naye. Hakuna aibu katika hilo, kwa sababu watengeneza akhira yako. Nasema haya kwa sababu kile kisa cha yule mtu, wale watu watatu wale walioingia pangoni, mwajijua kisa chake. Kuna watu watatu walisafiri wakaingia, faawahumul mabit, kule kulala kukawakusanya katika pango fil ghar. Walipoingia jiwe likaziba. Katika wale watu watatu kuna mmoja alimkodisha mtu, aliwakodisha watu kwa ajili ya kazi. Watu wote akawapa ujira wao, isipokuwa mtu mmoja tu aliondoka. Yule bwana akaifanyia namaa ile mali yake, akaikuza, ikawa mbuzi wazaana, ng'ombe wazaana, ngamia wazaana, watumwa wanazidi kuongezeka. Baadaye huko akaja akamwambia, hebu nipe ule ujira wangu. Akampa mali yako hii yote, na yote hii yako. Akamwambia, unafanya istihzai mimi nataka mali yangu. Akamwambia, hii yote yako, ilikuwa kwenye mikono yangu. Basi yule akaswaga kila kitu, akumbakishia kijindama kimoja, abeba kila kitu ni chake kile. Sasa kama wewe ulishughulika kwenye mali ya watu kwa sababu ya njia ya uwizi, uliiba, na wataka kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tengeneza baina yako wewe na yeye. Kama amekufa atafuta warithi wake, mtengeneze jambo lenu, kwamba mimi nilikuibia 10,000 tu, si ndio liozaa hizi zote? Kama sio 10,000 yangu ungepata yote haya? Kwa tuzungumze. La, kama uliiba ukaweka mahali, utairudisha kama ilivyokuwa. Utazungumza naye, bwana mali yako hii. Sasa turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa masharti ya tauba ni mtu kujitakasa na kujivua katika mali ya mtu aliyemdhulumu. Wallahi hiyo ni kazi ngumu kweli kweli, kiuchumi wa sasa ambao tunatakiwa tusome. Ngumu kweli kweli yote hii, lakini wallahi ni rahisi kweli kweli mbele ya Allah. Man taraka shay'an lillahi awadahu Allah lahu khayran min dhalik. Ni rahisi tu kutabarra na mali yake, lakini mkakaa mkazungumza, basi nionee huruma ndugu yako, mimi nilifanya hivi kimakosa, nimefanya hili na hili na hili,
katika hili mimi nilihangaika hivi na hivi na basi angalia ile passport yako ya kuhangaika, riski na nini, vitu gani hivi, basi chukua, nipe mali yangu. Sawa, kama liko hilo. Lakini pia katika njia ya kurekebisha ni sisi kutengeneza tena mustakbali wetu mzuri, tuache mambo ya israfu, mambo ya kibri, mambo ya kutumia ovyo mali na ubakhili wa mali na uchoyo, tamaa. Tuiangalie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwekeze katika jambo la dini na hasa juu ya da'wa hii. Wajua hivi tulivyo humu, tulivyohudhuria, watu wamevaa vizuri, wamekusanyika hapa, kuna watu wanaona 100% kwamba hapa pana mkono wa Saudia. Sibali kutoka Arabuni, Waarabu wanamwaga tu. Wewe fikiri watu wanakula mapilau na nyama na hivi majuisi, watu wanakula wanalala, Waarabu wanatema pesa tu. Wao kuna watu wana mawazo haya. Wallahi wa billahi nakwambia, kuna watu wanaona watu wanavaa kanzu nzuri za ng'aa vizuri kabisa, waona kwamba haya ni matunda kutoka Arabuni. Haiwezekani. Haiwezekani kuwa watu wajitolee tu hivi, hamna kitu, hakuna mshahara, hawaamini. Lakini nani anayejua ukweli huu? Ni sisi wenyewe tunajua ukweli huu, kwamba mambo yote haya tunayafanya twaminyana. Wewe tu wangapi, wewe tu wangapi? Ni sisi ndio tunaendesha mambo. Kumbe twaweza sisi twaweza. Kwa hiki kidogo alichotupa Allah subhanahu wa ta'ala, twaweza kufanya mambo yetu sisi tukayaendesha, tukawatisha watu wakaona kwamba sisi tuna uchumi mkubwa kabisa, kwa sababu mambo yetu tunayafanya kwa kujitolea na weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo twaweza, kwani mambo yakishawekwa katika mipango na mikakati vizuri, twaweza kufanya makubwa zaidi kuliko haya biidhnillahi alkarim. Tukawaangalia walimu wetu katika madaris, katika marakizi mbalimbali, walimu wanajitolea, wako katika mazingira magumu. Tukawaangalia wanafunzi, leo marakizi ziko ngapi hapa Tanzania, walimu wako wangapi? Sasa tukisema kila siku tumfuate fulani, kila siku wewe fulani toa, ni ngumu hiyo. Ni lazima mipango iweko ya kufanya kwamba hawa watu waweze kujikimu angalau kwa kiasi kidogo kabisa, waone kwamba pia wana ndugu zao katika hili wanawajali. Lakini tukipuuzana tu hivi hivi, wallahi tutaulizwa. Yule hatadhurika kitu kama kaamua kufanya subra na kuendelea na dini yake, hatadhurika kitu, lakini wewe utakwenda kuulizwa. Pesa yako wewe unakwenda kununua kitu cha kipuzi kabisa, unakwenda kununua kitu fulani, umeshindwa kumpa mwalimu fulani, eti wasubiri huko si Ramadhani, vipi mpaka kombe, vipi kuna zaka huko, anta kutumia sasa hivi chwa 50,000. Huna adabu kwa kweli, huna adabu. Yote yanakuja nini? Kwa sababu sisi hatuna mipango ya kuweza kuliendeleza ile jambo la dini, na watu wamehemewa. Kwa sababu fulani kimwambia yule mgumu, yule simwambie fulani, yule kimwambia tu atatoa, watu wote wamiminika hapo. Sahihi pia nayo sio jambo zuri. Na mimi nawahusia pia tulabu ilmu, na wahusia ndugu zangu maduati, hebu tuzizuieni nafsi zetu, tuendeleeni na uvumilivu tuliokuwa nao. Hii tabia ya kuombaomba haifai, tabia kulielia njaa ovyo, mimi sasa mimi niko huko, watu hawaniangalii, sasa itakuwa haifai. Tusilielie sana, tufanyeni subra. Kweli mambo ni magumu, pengine tayari ushakamilisha draft yako, wake 4 tayari unao, watoto waja tu, una wake 3, hujulikani una kazi gani, huko tu. Nafanza sasa, bwana mimi watoto waniangalie bwana. Baka waambie basi yatosha bwana, na watu wacheke. Nilikuwa na mingine ya kueleza, basi tosha. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.